Nikaa nimeishiwa hadi nguvu. Mbona nyinyi mnaniibia? Hawataki kunielewa. Mbona mnaniibia? Ndio akawa ananisukuma akaanza kubomoa ukuta huu. Mara katika ile kupekua katika mikoba ile wakakuta funguo ya kabati. Migogoro ya kifamilia baina upande mmoja kwenda upande mwingine. Lakini swala huu uvamizi kama ofisi ya serikali ya mtaa watu kuja kuvunja ile eneo, taarifa hilo sisi hatuna kama ofisi. Tulichukua jukumu kwa sababu kuna watu waliumia. Tulichukua jukumu ya kwenda polisi kwa sababu wananchi wenye hasira kali waliwavamia wale mabaunsa, walikimbia. 2 walipigika. Mtazamaji wa Global TV, mimi naitwa Gabi Mtanzania. Leo kwenye kipindi chako cha Kona ya Mtaa nimetembelea mtaa wa Kimbunga kwenye kata ya Tandika, wilaya ya Temeke. Inadaiwa tarehe 25 ya mwezi wa 6 2025, Jumatano, saa 10 jioni walitokea watu wasiofahamika wenye silaha kali pamoja na nyundo ambao walivamia nyumba moja ya Ahmed Kiza ambayo inapatikana maeneo haya na kuvunja na kuingia kwenye nyumba hiyo na kufanya uhalifu kwa maana ya kupola mali na kutokomea kusikojulikana, lakini kujeruhi watu mbalimbali ambao walikuwa kwenye nyumba hiyo. Tumeamua kufika kuweza kusikia chanzo cha tukio hilo ambalo limeleta sintofahamu na taharuki kubwa kwa wananchi wa maeneo haya ambao wakaamua kuweza kukutana na hao wavunjaji na kuwafukuza maeneo ambao walikuwa wakiyafanya hivyo ili kuwatetea wanafamilia wanaoishi kwenye nyumba hiyo. Nyuma ya kamera, Zakaria Master Gamondi, na hii ni Global TV. Ni mrisi katika nyumba hii. Cha kushangaza tangu ilikuwa siku tarehe 25 majira kama ya saa 10. Tulivamiwa na watu ambao hawajulikani, mabouncer walikuwa kama 15 hivi na silaha, manyundo, makulega, yani silaha kali. Nyundo zile za kilomia ndio walikuwa wamezibeba. Wametuvamia, wakaanza kuvunja kama unavyoona mwandishi wa habari. Na wengine wakaingia chumbani kwangu kwa maelekezo inavyoonekana, kwa sababu walikuwa wanaambiwa ingieni chumba hiki. Kwa hiyo wakavamia chumbani kwangu, kila nikiwazuia hawataki, wakaingia. Walivyoingia walikuwa kama 3 hivyo ndio walioingia chumbani kwangu. Wengine ndio walibaki huko wanavunja. Wakaanza kuvunja ukuta, wengine wakachukua handbag, nikaanza kupiga kelele. Nyinyi mmekuja kuvunja au mmekuja kuiba? We kelele, wakanikaba shingoni, wakanisukuma nikaanguka kwenye goti kama unavyoona mwandishi wa habari. Nilivyoumia na hapa nikachomwa na kitu cha ncha kali. Ni kunisukuma, wakachukua handbag yangu mawili, moja BB ambalo lina thamani ya 35 nilinunua, na ndani ya lile begi kile handbag kulikuwa na cheni ya silver kubwa yenye gramu 60 pamoja na cracked kile cha duara kile chenye gramu 15. Haya. Na kile kidude kile cha wanaume kwa sababu cha mkononi. Hivyo vitu mwandishi wa habari mimi nilivirisi kutoka kwa mume wangu. Mimi hapa nilipo ni mjane. Hivyo vitu vilikuwa vya mume wangu na yeye baada ya kununua hivyo mimi kuna vitu alivinunulia vya gold. Nilikuwa na cheni ambayo kuna cheni fulani hivi ya mnyororo gramu 25. Nilikuwa na hereni zangu kubwa za ringi pamoja na ndogo za gramu 1.5. Gramu za ringi gramu 5, gramu za ringi za juu na matundu hapa ndugu mheshimiwa ya juu gramu 1.5. Ndio waga nilikuwa napenda kuvaa hivyo. Nilikuwa na pete yangu ya ndoa gramu 3 na pete ile ya nani ya uchumba ile gramu 2. Pete ya kigoda gramu 5. Zote za dhahabu. Ndugu mheshimiwa, ndugu na mwandishi wa habari. Na nilikuwa na kipochi fulani hivi cha rangi ya gold. Vyote nilikuwa nimevitungika kwenye enga. Hicho kipochi kilikuwa na simu ya iPhone ya macho matatu. Ilikuwa mle, thamani yake 1,500,000. Wakachukua. Huku mimi napiga kelele mpaka sauti inanikauka, nikaa nimeishiwa hadi nguvu. Mbona nyinyi mnaniibia? Hawataki kunielewa. Mbona mnaniibia? Ndio akawa ananisukuma akaanza kubomoa ukuta huu. Mara katika ile kupekua katika mikoba ile wakakuta funguo ya kabati. Wakafungua mlango wa kwanza, wakakuta funguo nyingine, wakafungua mlango wa pili. Nadhani vyote walikuwa wameelekezwa. Ndani ya draw
nilikuwa na pesa. Hizo pesa mwanangu alikuwa baada ya matatizo ya mirasi na nini, akanambia mama, mimi nataka nikununulie kiwanja ili hapa utoke. Mwanangu ni mfanyakazi wa serikalini, ni mwanajeshi na sasa hivi yuko Arusha. Akanipa keshi za mkononi milioni 4,500,000 tangu miezi iliyopita. Mwezi kama wa 3 mimi nikaenda kutafuta kiwanja. Akanambia tafuta sehemu yote unayoitaka wewe. Nikaenda kutafuta kiwanja Kigamboni. Kule sehemu ambayo nilikuwa naitaka ni sehemu ya viwanja vya bei. Lakini lile eneo ni la rafiki yangu. Akanambia huku tunauza milioni 25. Kwa wewe mimi nitakupunguzia. Unaona? Sawa. Kwa hiyo mwanangu nilivyomwambia akanambia basi subiri nitakuongezea. Akanitumia 500,000 kwenye simu tangu mwezi wa 3. Kwa hiyo zile hela nilikuwa nazo ndani kama milioni 5. Wakafika wakavuna hivi mpaka sasa hivi ile draw imevutwa kwa nguvu. Hata mwandishi wa habari ukiingia mimi nitakuonyesha. Kwa hiyo wakachukua ile bahasha la hela kwa sababu nilikuwa nazo ili niende kununua kiwanja, niepukane na hii migogoro. Lakini yalotokea ndo hayo, wale mabouncer wakanipiga, wakachukua hivyo vitu, wakachukua hizo pesa na hayo mapochi yangu, afu kulikuwa na simu nyingine Samsung ilikuwa pale juu tu, nimeiweka juu ya speaker ya radio. Hiyo Samsung ina thamani ya 4,500,000. Wakaondoka nayo. Basi wakaja wakatoboa ukuta chini ya dirisha langu. Lakini pamoja na hayo, kabla ukokote, kabla hiyo fujo haijatokea, mwenyekiti sisi tulimpelekea summons ambazo za kutoka mahakamani. Wale ndugu zetu wanahitajika kesho yake waende mahakamani, twende mahakamani. Defender lilivyofika sisi tukampigia simu mwenyekiti. Mwenyekiti akaja. Kuja akamwambia wakatazi ya watu, hapo ndo wameshafika hao watu. Wakatazi ya watu na barua zao hizi hapa kutoka mahakamani. Kwa hiyo nawaombeni jamani, muwakataze ili wasivunje ile nyumba, waende kwanza kusikiliza shauri, ili shauri liko mahakamani. Hawa kibali wamepata wapi? Kama kibali wangepata mahakamani, wasingeitwa kesho kwa hati ya dharura. Maaskari nahisi hawakumsikiliza mwenyekiti. Ukawa na mabishano, wale ndugu zetu wakaanza kuambia wale mabouncer, ingieni kafanyeni kazi yetu, hao tumeshachoka, tunataka waondoke, si tuvunje hiyo nyumba. Umeona? Basi ikabidi ndo wale mabouncer wakaja wakavunja na hatari kama hizo zikatokea. Na baada ya kutokea tukio kama hilo na tayari uharibifu umefanyika na kama unavyosema kwamba vitu vimeibiwa na vingine kuharibika, nyinyi kama nyinyi mlitoa taarifa sasa kwa jeshi la polisi kwa maana ya kufungua kesi? Ndio, baada ya kuwa tumeshakusanyika majeruhi kama 2, 3 na wengine sema walikuwa wamezidiwa sana, tukuweza kuondoka nao polisi. Kwa hiyo tukawa tumeondoka hapa, mimi, dada yangu na mtoto wetu, tukapanda gari hapa tukaenda Chang'ombe. Tulipofika pale Chang'ombe tukamkuta bouncer mmoja. Huyo bouncer huyo akasema kwamba naye kaumia kwenye tukio, lakini sisi tulipofika tu akasema wakina mama wenyewe ndio hao wamenitumia watu waje kuniumiza. Tukamwambia sio, nyinyi ndio mmetuvamia. Lakini wale maaskari wakatuweka sisi chini. Kutuweka chini, basi yule wakawa wanamsikiliza, akatoa maelezo yake. Mara kuna mheshimiwa hapa diwani akaja hapa. Kuja hapa akasikia sisi tuko polisi. Akaja. Alivyokuja akatuambia sisi, akaja kututoa ili atupeleke hospitali. Wale askari wakamwambiaje, hawa ni wahalifu, wamewatuma wauni wampige huyu. Akamwambia hawa hawajamtuma wauni. Huyu kapigwa kutokana kavamia nyumba ya watu. Umeona? Wakati mimi nilishawaambia pale wao hawana kibali cha kuvunja nyumba, lakini hao wamekuja wamevamia. Hawajataka kunisikiliza. Kwa mimi naomba watu wangu basi wale tena, ikabidi yule aambiwe akae chini, sisi tutolewe. Tukapewa PF3, tukaambiwa tukataka kutoa maelezo, maaskari wakakataa, wakasema mje kesho. Mje kutoa maelezo. Nendeni kwanza mkatibiwe. Kwa hiyo sisi mheshimiwa diwani akatuchukua, tukaenda Temeke, tukatibiwa. Akaturudisha hapa kesho yake tena, tukaenda mahakamani sasa kwa ajili ya kwa ajili ya zoezi zima la kusikiliza kesi. Tulivotoka pale, tukaenda Chang'ombe, tutaka kutoa maelezo ya zile PF3. Tulivofika pale, tukaambiwa hii kesi ipo kwa kwa OCD. Tukapelekwa kwa OCD. Kwenda kwa OCD, ikabidi OCD akatuambia leteni hizo PF3, tukampa. Akasema basi nyinyi nendeni, kama ni maelezo vitu vilivyoibiwa na vilivyoharibika mtaongea na mwenyekiti wa mtaa. Akarudisha kwa mwenyekiti. Akaturudisha kwa mwenyekiti. Mwenyekiti tulivompigia simu akasema jana mahakamani mlivyoenda mmeambiwaje? Tukamwambia jinsi tulivyoambiwa na hati ya zuio itatoka. Akasema basi subirini mpate hiyo hati ya zuio, alafu mje kwangu niwaite na wale wa upande wa pili
ili muorozeshe vitu mlivyoharibiwa. Alishawaita au bado? Hati ya zuio jana tukupata, kwa sababu jana nimeshinda mahakamani na nikaonana na hakimu. Hakimu akamuita akasema ile faili huyu anatakiwa apewe hati ya zuio. Karani sasa katika uchapishaji ikawa imechelewa. Baadaye hakimu muda wake ulipofika kuondoka akawa ameondoka, kwa hiyo yule alikuwa anachapisha akanambia akaniomba niende Jumatatu. Nini kimesababisha mpaka mtuite hapa tuje Global TV? Hapa mpaka tunakuiteni hapa ili mchukue habari. Tulivamiwa juzi, ilikuwa tarehe 15 majira saa 10 jioni. Tulivamiwa na mabouncer, walikuwa karibuni 15 wale walikuwa. Tukavamiwa, mara ikaja gari ya polisi, sisi tukakimbilia kwa mwenyekiti wa serikali za mitaa kwa sababu tuna dokumenti zetu za mahakamani. Tukakimbia kwa mwenyekiti wa serikali za mitaa, mwenyekiti akaja, akaenda mpaka kwenye defender, akaonyesha dokumenti zile ambazo zinatuonyesha sisi kama tuna kesi mahakamani. Lakini defender hawajatetea chochote. Wale mabaunsa wakavamia, wakafanya uharibifu ndani, tumeharibikiwa ndani, kuta vyombo vyote vimevunjika, makabati wamevunja, pesa zimepotea ndani ya makabati. Na makabati ushahidi yapo wazi, yamevunjwa, milango imevunjwa, wameingia ndani. Watu wameumia. Na kilichosababisha wao kuvamia ni nini ambacho kinaendelea labda kwenye familia ambacho sisi hatukijui? Kinachoendelea, tuna ugogoro katika nyumba. Ugogoro wa mirathi. Lakini shauri hili liko mahakamani mbele ya mheshimiwa. Lakini cha kushangaza, hao ambao waliowatuma watu waje hapa mahakamani hawafiki. Wao wanafanya wao wanavyojua wao, yani wanatumia nguvu ya pesa. Wanatumia nguvu ya pesa ili kutunyanyasa sisi ambao tunaishi hapa. Na baada ya kuja na kuvunja, labda mlichukua jukumu gani nyinyi kama nyinyi ambao mnasema kwamba mmevunjiwa na kuharibiwa vitu na baadhi ya vitu kusema kwamba vimeibiwa? Sisi tulichukua jukumu kwa sababu kuna watu waliumia. Tulichukua jukumu ya kwenda polisi kwa sababu wananchi wenye hasira kali waliwavamia wale mabouncer, walikimbia. Wawili walipigika, lakini wale walikimbia. Sisi tulichochukua uamuzi huu, tukapanda gari, tukaenda polisi ya Ng'ombe, tukachukua ile Pepsili, tukaenda kutibiwa. Kesho tukarudi polisi. Lakini cha kushangaza, polisi Pepsili wamechukua. Vipi, mlifungua kesi? Kesi hatujafungua, tukaambiwa tutajiki kufungua kesi, turudi kwa mwenyekiti. Nirudi kwa mwenyekiti? Kwa mwenyekiti tumerudi, lakini mwenyekiti naye anataka mwongozo wa mahakama. Kwa hiyo ndo Jumatatu tumeambiwa tukachukue hilo zuio ambalo tulioambiwa tukachukue. Na nyumba hii ina watoto wangapi ambao mnarithi labda hii nyumba ambayo inasababisha huo mgogoro? Nyumba hii tulikuwa 11, lakini tumebakia 9, wawili wamefariki. Lakini wawili wamefariki wameacha watoto. Anasimama kama msimamizi batili ambaye hajulikani na familia. Kwa sababu nyumba hii ina mke wa marehemu ambaye aliolewa wa kwanza ambaye hajaachika. Yupo Kigoma. Kwa hiyo sisi hatumtambui yule kama msimamizi, sisi tunamchambua kama ni mwizi tu kwa sababu mpaka leseni ya makazi anayo. Hatujui kaipata vipi. Kwa sababu ni nyumba ya familia, watoto wengi. Yeye kama yeye kaenda hadi manispaa akachukua leseni ya makazi. Yeye kama yeye, kwa sababu hii nyumba ina wazazi. Wazazi wapo. Yeye asimame, yeye ana nguvu ipi mpaka kwenda kuchukua leseni ya makazi? Lakini cha kushangaza, leseni ya makazi anayo mikononi mwake. Hapa mimi kama mkwe. Nini kimetokea mpaka imekuwa mwili wako na majeraha kiasi hiki? Mimi watu maana walivamia, mimi nilikopo nimelala. Kwa hiyo maana hawajataka hata kuwasikiza watu kusema toeni vitu, toeni nini. Walivyoanza kuvunja, mimi jiwe likaniangukia. Baada ya watu kuniita, kuna mtu msivunje. Kwa anavunja na wewe ukiwa umelala ndani. Na baada ya jiwe kukuangukia nini ulifanya sasa? Nilitoka tu kwa kukimbia, maana na wao walikopo wanakimbia baada wa kuona wanafanya kosa sio sahihi. Sasa uliwahi hospitali kwa maana jeraha nimeona ni kubwa? Tulienda Chang'ombe,
Chang'ombe, tukapewa Pepsi, tukaenda Temeke. Na baada ya hapo? Baada ya hapo tukarudi tena Chang'ombe. Na hali yako kwa sasa ikoje? Maumivu bado. Mimi nilikuwa nimesimama. Kwa nimesimama, wale wavunjaji wale wakawa wanakimbizwa na wakaja wakanipamia, wakanikanyaga hapa na hapa mguuni na hapa. Wewe majeraha haya yote yametokana na hao mabouncer ambao walikuwa wanavunja? Na baada sasa ya kupata hayo maumivu kwenye mwili wako na michubuko ya namna hiyo, nini ulifanya wewe kama wewe? Mimi nilikuwa sina cha kufanya, nikaa chini nikaanza kulia basi. Na uliweza kuwafahamu kwa sura kwamba labda unawajua? Pale naye mjua, yani leo muona ni mmoja tu lomkalili, alonikanyaga macho yake ni kama sijui yapoje yani kama mlemavu wa macho hivi. Na hali yako kwa sasa ikoje? Mimi nina maumivu, yani kila nikiamka naomba. Nzuri. Mimi naitwa Gabi Mtanzania, ni mtangazaji wa Global TV. Ndio. Tumekupigia Global TV kuweza kufahamu sakata ambayo inadaiwa kwamba wewe uliwatuma mabouncer zaidi ya 15 kwa ajili ya kwenda kuvunja nyumba, na mabouncer hao wamevunja nyumba ya Mzee Kiza na kusababisha upotevu wa mali, watu kujeruhiwa pamoja na kupoteza mali zao. Kuna ukweli kiasi gani kutokana na tukio hili ambalo limetokea siku ya tarehe 25 saa 10 jioni? Global TV niulize swali uloniuliza nikujibu. Tumeweza kupigia simu ili kuweza kufahamu sintofahamu na taharuki kubwa ambayo imetokea huku Temeke kwenye nyumba ya Mzee Kiza, ambapo inadaiwa kodi mabouncer zaidi ya 15 wenye silaha na nyundo na kwenda kuvunja, na baada ya kuvunja wakaingia kwenye jumba vya watu ambao wanakaa kwenye nyumba hiyo ndani na kuiba mali. Kuna ukweli kiasi gani kuhusiana na tuhuma hizo ambazo wanakutuhumu wewe? Kwa hiyo hapo ni swala la ulinzi na usalama, si ndio? Anayetakiwa kujibu swala la ulinzi na usalama ni nani? Ambayo unatuhumiwa na familia kwamba umepeleka hao wanaodaiwa kuwa ni mabouncer wenye silaha. Sasa mtuhumiwa atajibu swali, atajibu ukweli mtuhumiwa. Kwa hiyo ukweli ni upi kuhusiana? Mtuhumiwa anaweza akapa jibu la ukweli. Ukweli ni upi kuhusiana na tukio hilo? Kwanza ningependa kufahamu jina lako mheshimiwa. Naitwa Sostenes George Wilson, ni mwenyekiti wa mtaa wa Kimbunga, kata Sandali. Nini unakijua kutokana na sakata hili ambalo linaendelea hapa kwenye nyumba hii ya Mzee Kiza, ambapo inadaiwa kwamba walitokea wavamizi mabouncer zaidi ya 15 na kuvunja pamoja na kupola mali na kuwapiga watu kwa maana ya kuwajeruhi? Ninachokijua kutokana na uvamizi katika hii nyumba marehemu Mzee Kiza ni migogoro ya kifamilia baina upande mmoja kwenda upande mwingine, lakini swala huu uvamizi kama ofisi ya serikali ya mtaa watu kuja kuvunja ile eneo, taarifa hilo sisi hatuna kama ofisi. Kama mwenyekiti, baada ya hawa ambao wanaishi hapa kwa maana ya familia ya Mzee Kiza kuvamiwa na kuvunjiwa na kufanyiwa hayo ambao wamefanyiwa na kudai kwamba wameibiwa kiasi cha pesa na mali zao na kuharibiwa, nini ulifanya kama mwenyekiti baada ya kutokea tukio hilo? Kama mwenyekiti, baada ya kutokea hayo ya uvamizi na kuibiwa hizo mali zao, niliwaelekeza hawa wahusika waende kutoa taarifa kituo cha polisi na kupata RB. Kwa nafikiri hilo swala linashughulikiwa na jeshi la polisi. Na kwa mara ya kwanza wakati nazungumza na dada ambaye naye amefanywa vitendo hivyo ambavyo vimemuumiza moyo wake na kupoteza mali zake nyingi, anasema kwamba wakati wanakuja kuvunja au mabouncer walikuja na defender ya polisi ikiwa pembeni, na wewe ukaenda kuzungumza kwenye defender kwa maana ya kutaka kupata kibali cha kuonyesha kwamba wamepewa idhini ya kuvunja. Labda nini kiliendelea baada ya kuzungumza na jeshi la polisi? Uvamizi kuja kuvunja taarifa sina, na kwa maana kwamba hawana maelekezo yoyote ya kimaandishi yanayoonyesha wao wanakuja kuvunja. Nikuja kutupewa tu taarifa kama mwenyekiti kwamba mabouncer wamekuja kwa ajili ya utekelezaji wa hilo zoezi, wakiwa na jeshi la polisi wakiongozwa nafikiri na OCD wa Chang'ombe. Ila kama mwenyekiti nilifika eneo la tukio, bahati nzuri nikakutana na nafikiri ni OCD yule wa Chang'ombe, nikajaribu kumuelekeza kwamba hili swala liko mahakamani na samasi zipo, na nikamuonyesha maandishi kabisa yanaonyesha hii kesi bado inaendelea katika mahakama ya mwanzo Temeke. Kwa hiyo nikamtaka mkuu wa hiyo nafikiri ni OCD ajaribu kuwatuliza wale wahusika waliokuja kwa ajili ya utekelezaji wa hilo zoezi, waweze kusimamisha hilo zoezi hadi pale mahakama itakapoweza kutoa hayo majibu.
bahati nzuri yule OCD alielekeza kwamba kweli maandishi yameyaona, alikiwasi wale mabouncer ni blockers waachelo utekelezaji, lakini bahati mbaya mablockers hawakutaka kumsikiliza. Na kama mwenyekiti ulifanya nini wakati wewe ndio mkuu wa usalama kwenye eneo lako? Nilipoona sasa upande wa jeshi la polisi kila nikijaribu kumshawishi OCD hakuna, na nikiwa na ushahidi wa maandishi niliwaamuru wananchi waweze kuwafukuza, sio kuwadhuru, kuwafukuza tu kwamba jamani hembo ondokeni basi. Nini kilitokea baada ya kauli yako hiyo kwa wananchi? Taharuki ilikuwa ni kubwa, watu walikuwa ni wengi mno, kweli ilikuwa ni ngumu kuweza kujua kitu gani kilichoendelea. Ila tu niliwaambia jamani hembo waambieni waondoke hao watu. Ni hivyo tu. Waliondoka au kuondoka? Wale watu waliondoka, nafikiri. Waliondoka, ila walikuwa wamevunja upande mmoja wa hii nyumba. Na baada sasa ya kuvunja upande mmoja na wale kuondoka, kwenye familia kama mwenyekiti ndio mkuu wa usalama, uliwasaidiaje wananchi hao ambao wamevunjiwa na mali zao kupotea? Upande wa mali kupotea nilimuelekeza aende kutoa taarifa, na nafikiri ameshaenda kutoa taarifa. Na kwa upande huu wa mali zilizoharibika niliwaelekeza kwamba subirie maamuzi ya mahakama atakayotoka. Rai yako ni ipi kwa matukio kama haya ambayo labda yanatokea kwenye mitaa mbalimbali, hususan kwenye mtaa wako limetokea, na hili itakuwa ni tukio la ngapi kutokea? Ili kwa mtaa wangu chini ya uongozi wangu nafikiri ni tukio la kwanza. Ni tukio la kwanza kutokea. Ila rai yangu ni kwamba tufuate sheria zinavyosema na zinavyotuongoza. Sababu kama kesi mnasema kwamba iko mahakamani na watu wamepeleka pingamizi na pingamizi limepokelewa na maandishi hapo yanayoonyesha kwamba kuna pingamizi, maana yake kwamba zoezi la ubomwaji lisimame, tusikilizie hiyo pingamizi ya mahakamani itatoa hukumu gani. Basi ni hivyo tu rai yangu. Ni kufuata taratibu za kisheria. Basi. Mkuu wa chuo cha The Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza tarehe 7 April 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za offer kama vile Computer Application, Graphics and Design, Video Production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0715075840. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.